Kila mtu anahitaji channel yake ifanye vizuri, kila mtu anahitaji channel yake ipate views nyingi. Kadri anaweka content nyingi na zile content hizo zinapata views wengi. Karibu FYP Marketing. Na kwenye video leo nitakuzungumzia, utakwenda kuona jinsi gani ambavyo unaweza kupata views nyingi kupitia mtandao wa YouTube. Kwanza tunajua mtandao wa YouTube ni mtandao ambao unalipa maelfu ya watengeneza video, na hailipi mtu kwa sababu ni mtu na vigezo na masharti ambao vimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha mtu anaingia kwenye malipo. Na nadhani hivyo siwezi kuvigusia sana, unaweza kucheck link kwa description ukatazama video ambayo utajua vigezo na masharti ya YouTube. Hapa tunazungumzia njia ambazo unaweza kutumia tu kupata views nyingi, lakini njia kuu ambayo watu wanaitumia sana au ambayo ni rahisi ni kupata recommendation kupitia YouTube wenyewe. Ina maana YouTube wana recommend video zako kwa watu, content yako mtu anaipewa. Mfano mtu anatazama video ya mtu fulani, lakini bado pale YouTube kama amerecommend na video yako ikawa yuko pale, au mtu alikuwa anatazama video fulani afa akaambiwa hii video ikiisha video itakayokuja ni video yako. Sasa unafanyaje ili uweze video zako ziweze kuwa recommended kwa watu, video zako ziwe zina recommend kwa watu? So cha kufanya cha kwanza, hakikisha kwamba unatengeneza maudhui mazuri, unatengeneza thumbnail safi, unahakikisha maudhui yako sio ya kuiga, ni ya kweli kabisa na hayana masuala copyright wala nini. Kwa YouTube kinachohitajika ni kufanya vitu kisafi, fanya kitu cha kipekee, acha kuiga, fanya kitu wewe kama wewe, utengeneza brand yako kama wewe. Najua tunaanza YouTube tukiwa ni hatuna chochote wala hatujui tunaanzia wapi, sio watu maarufu wala sio nini. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya vitu kama hivi, make sure unatengeneza kitu special ambacho watu watakupendea. YouTube kuna content creator wengi. Mfano umeanzisha channel ya habari, YouTube kuna maelfu ya channel ya watu wanaposti habari. Kwa hiyo unatakiwa uje na style yako mpya ambayo itawavutia watazamaji na wataweza kusubscribe kwa channel yako, watakuwa wanatazama video zako. YouTube wenyewe atakuwa wana recommend video zako. Kwa hiyo pia YouTube anashauri pia uwe mbunifu, be creative. Hakikisha kwamba hili liweke akilini, uwe mbunifu kwa kila kitu, ikiwa kwenye thumbnail, kwenye video editing, na kwenye kupromote kazi zako. Hakikisha kwamba channel yako imekaa kwanza kisomi, imekaa kitaalamu. Hicho ni kitu ambacho takiwa uzingatie. Kwa hiyo kama unafanya content za YouTube, ili kufanya vyote hivi viende sawa, hakikisha upo vizuri kwenye graphics. Na kwenye graphics tunazungumzia masuala kutengeneza covers au thumbnail hizi tunasema. Pia uwe vizuri kwenye editing. Editing ni simple, unatumia app kwenye simu au kwenye laptop. Unaweza kutumia kwenye simu, zipo nyingi, kuna UCut, kuna CapCut, kuna InShot, apps nyingi sana, lakini tumia ile ambayo unaona wewe ni the best kwako. Pia kwenye graphics tuna Pixellab ambao pia ni nzuri kwa kutengeneza thumbnail, lakini kila mtu anaweza kuwa na njia yake. Kuna ambao anatumia Canva na hivyo. So make sure una manage hizi sehemu mbili sana ili uweze kutengeneza vitu vya kipekee. Hakikisha unajifunza graphics, hakikisha unajifunza video editing na masuala graphics. Nitakufundisha na content ambayo nimefundisha jinsi ya kutengeneza